wachezaji wangu kwa kufuata maelekezo vizuri. Imekuwa mechi nzuri kwa upande wetu. Tumejaribu kufanya kile ambacho tumeambizana kulingana na matayarisho yetu. Kwa hiyo mechi imekuwa nzuri kwa upande wetu. Coach, tunafahamu kwamba umefuzu kushiriki WAFCON mwaka 2024. Pengine mashindano haya utayatumia kwa namna gani ili uweze kufanya vizuri kuelekea katika mashindano haya? Hili ni lengo kuu la Sekafa, kutupa sisi nafasi ya kupata michezo mingi kwa ajili ya kujiandaa na finali za WAFCON, na sisi tunalifahamu hilo, na hata aina ambavyo tunacheza katika msingi wa kwamba tunajiandaa kwa ajili ya WAFCON ili tupate ile faida ambayo Sekafa amekusudia. So kwetu sisi ni kitu kizuri kwetu, na naamini kabisa kwamba tutafaidika na mechi hizi. Tunafahamu kila kocha akiingia katika, la kwanza ni ile ambayo tumezungumza, kwa maana kwamba sisi tupate michezo mingi kwa ajili ya WAFCON, lakini la pili, haya ni mashindano ya ukanda wetu ambayo mwisho wa siku bingwa anahitajika. Kwa hiyo pamoja na kupata hiyo experience kutoka kwa wenzetu, lakini pia tupate nafasi ya kuwa champion. Kwanza niseme kwamba tumecheza mechi hii tukiwa tuna fatiki kubwa sana, kwa sababu sisi tuko kwenye matayarisho ya WAFCON. Kwa hiyo hata level ya matayarisho yetu iko juu sana. Kwa hiyo kuna baadhi ya wachezaji wameweza mudu hiyo fatiki ambayo tuko nayo, na wengine hawakuweza kwenda na hiyo kasi. Lakini kwa kuwa ni mechi ambazo tunataka sisi kucheza tupate mazoezi, tumejaribu kumlazimisha muda mrefu acheze na baadaye tumempumzisha. Kwa hiyo ni kweli tunachokizungumza, kama Mai hakuwa na nafasi yake nzuri leo ya kucheza, lakini mwisho wa siku naamini tupata kile ambacho tumekusudia. Yaani nikitaka kurudi la kwanza, hebu nikumbushe la kwanza. Kwa makini kwenye hii mchezo wa kwanza tumecheza na back 3 dhidi ya Kongo. Na mchezo wa pili tumecheza na back 4. Nini maana? Maana ni kwamba sisi ndio mashindano makubwa. Lazima tujaribu kucheza na mifumo tofauti kwenye haya mashindano ili iende kutusaidia ama kutusaidia kupata plan B kwenye mashindano. Kwa hiyo haijalishi unacheza na madefender wangapi. Kikubwa ni kwamba game plan yako ikoje, game model ikoje. Sasa watu wengi wanahesabu namba ya walinzi lakini hawajui game model ya timu iko namna gani. Game model ni mali yetu sisi hapa na tunajua sisi ndani ya kiwanja. Wewe huwezi kuiona na nje ya kiwanja. Hata ufanye nini, hauwezi kuiona. Unajaribu kubahatisha tu. So kwa nini wanacheza fullback? Unasema Fatuma, umezoea kumuona fullback. Fatuma alikuwa central defender kabla, nikamshift kuwa fullback na nikamshift kuwa defensive midfield muda mrefu mno. So anacheza hizo nafasi bila shaka aina yote. Lakini kuhusu Clara, ni kweli anatumia energy kubwa sana, anafika kwenye maeneo na bahati mbaya leo mechi ya leo sio Clara peke yake. Tumepoteza nafasi nyingi za kufunga kuliko magoli ambayo tumeyafunga. Sasa hilo ni tatizo kwenye timu, tumeliona, lakini tumefunga magoli mengi na nyingi zanzia mbili. Kwa hiyo magoli manne kwenye football ni mengi sana. Wakati mwingine pia unapofunga magoli mengi basi na umakini huwa unapungua. Kwa kikubwa kwangu mimi ninachokifurahia kwenye timu yangu ni intensity ya game. Tumecheza kwenye level ya juu sana, kwa maana kwa push, na tumeweza kufanikiwa muda mrefu. So magoli hayo ni tutafanyia kazi na kuona namna gani tutatumia nafasi tunazopata. Inategemeana. Leo tumezana na timu ambao kwa bahati nzuri bahati mbaya wana kimo kirefu, wao mipira ya juu wamekuwa hodari kucheza kuliko sisi. Kwa hiyo wametuini kwenye hilo, tutafanyia kazi. Wote timu imecheza vizuri sana. Kila mmoja amefuata yale ambayo tumeelezea kwenye uwanja mazoezi. Asante sana.